Pedro Goncalves kwa Kireno zaidi. Pedro Goncalves. Yeah. Mechi ya kwanza alama 3 kwa Young Africans. Nafikiri ilikuwa ni mechi nzuri kwake, hasa kwa mazingira. Amekaa na timu siku moja tu. Timu inapata matokeo ya ushindi, lakini pia inacheza vizuri kuliko ilivyokuwa inacheza. Hiyo ni dalili njema kwake. Anaenda kupata muda wa kuandaa timu yeye mwenyewe kuelekea mchezo ujao. Nafikiri anaweza kawa na majibu mengi sana ya maswali ambayo Young Africans walikuwa wanajiuliza kuelekea kwenye michezo inayofuata, lakini zaidi anaweza kawa na nafasi nzuri ya kutengeneza mazingira bora ya kuendelea kupambana na kutengeneza Yanga ambayo watu wengi pengine walikuwa wanahitaji performance ambayo itakuwa haina mawaa na watu wanaweza kawa na enjoy mpira wanaouona. Ni mapema sana kuitaja identity yake. Kwa muda ambao umemfuatilia Pedro Goncalves, unaona identity gani atakuja kuleta kwa Young Africans? Nafikiri ni kucheza mpira huria, kwa maana hata timu ifunguke. Wachezaji wana uwezo wa kucheza, acha wacheze. Wachezaji wana uwezo wa kutengeneza nafasi, acha watengeneze. Mchezaji ana uwezo wa kukimbia na kushambulia, acha ashambulie. Sio kucheza kwa sababu unalazimika tu kucheza. No, cheza kwa sababu una sababu za kucheza. Yaani una enjoy mpira wako. So ukiwapa uhuru wachezaji wakaenjoy mpira wao, faida yake ni wao watakupa 100% yao. Na wakupa 100% yao, wewe utakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupata matokeo ya msingi ambayo unahitaji kupata kutoka kwao. Hana wasaa mzuri uwanjani, lakini mashabiki wameamua kusimama naye. Prince Dube. Sina mashaka sababu always amekuwa akipitia wakati mgumu na kurudi. Anapitia wakati mgumu lakini baadaye anarudi. So haishangazi kuona anapata nafasi na anaweza kaendelea kudeliver kwa kiwango cha juu tu. Ni watu tu wenye mashaka ndio ambao wanaweza kumtilia mashaka, kwa sababu kwenye hili kundi tumegawanyika. Kuna watu ambao wanaamini kwamba si mchezaji mzuri na kuna wengine ambao wanaamini kwamba ni swala la muda tu. So it is very possible akaweza kuamka na kurudi upya, akaweza kutoa kile ambacho anatakiwa kudeliver. Wanasema licha ya vingi anavyovifanya, amekosa ukatili mbele ya lango. Hata pale anapokuwa on form, unaungana nao? Sasa kwenye wachezaji kwa strikers kuna vitu viwili hapo. Inclusive striker na exclusive strikers. Yeah. Inclusive striker unategemea akose magoli rahisi kwa sababu muda mwingi anashiriki kwenye build up. Yaani yeye unaweza kumuona kuna muda kama winga, kuna muda kama namba 10, kuna muda anasogea namba 9. Unategemea kwa sababu mipira mingi itakayopitishwa itamkuta kwenye eneo ambalo bado yupo kwenye transformation ama kwenye transition ya kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini exclusive striker wewe ndio unapaswa kumlaumu kwa sababu muda wote yupo kwenye box, yeye anavizia tu. Lakini kwa mchezaji ambaye ni inclusive anaweza kaenda beyond kufunga magoli. Mfano mimi nikupe mfano mechi ya leo. Unaweza kumhukumu Dube vyote unavyomhukumu, lakini nafasi ambayo ameikosa clear unaweza kusema ni moja tu, kwa sababu ni ile ambayo alisetiwa amedribble mpaka mtu anakuja kucheza ule mpira, lakini angeweza kuamua vizuri. Kuna mpira kapiga umeenda nje kidogo ya eneo la mwisho, kuna mpira mwingine kapiga kipa kacheza. So hauwezi kumlaumu kila wakati, ni lazima utazame unamlaumu kwa msingi upi na alikuwa kwenye nafasi ipi wakati anakuja kucheza huo mpira. Nyakati ambazo Young Africans wanahitaji mikono ya Djigui Diarra, amekuwa akiwapa kwa inavyotakiwa. Leo tena save ya kuwabakisha Young Africans mchezo. Ni top goal. Amekuwa na performance bora tangu amefika Young Africans. Sidhani kama kuna mtu ana mashaka naye, na sidhani kama kuna mtu yote anayeweza kusema Djigui ni goalkeeper mdogo ama goalkeeper wa kawaida. Nafikiri ni mchezaji ambaye ameshaonesha hivyo kwa muda mrefu ambao amekuwepo nchini. Anaendelea kuonesha, anaendelea kudeliver. Kwa hiyo sina wasiwasi kwamba atadeliver kwa kiwango cha juu kadri siku zinavyozidi kwenda. Nafasi yake imekuwa finyu sana na watu wakitarajia kwamba anaweza akawapisha dirisha dogo. Andy Bob Aboyel Tembo, Congolese International. Sasa huyo bahati nzuri ama mbaya yupo kwa mkopo. So wanasema huwezi ukaweka mapenzi makubwa kwa mchezaji wa mkopo kwa sababu huyo ni kama mwanamke wa jirani tu. Wewe huwezi ukatoa nyumbani ili ubaki na daily la barafu. Lazima tu kuna msimu hata ikitokea vipi, friji litabaki friji, alafu daily litabaki daily tu. So sioni kama Yanga wanaweza kawa, hata angekuwa amewaka vipi bado ni mchezaji wa timu nyingine, yupo kwa mkopo. So ni ngumu sana hata kuweza kumzungumzia mchezaji ambaye yupo kwa mkopo. Nafikiri kama angekuwa amesajiliwa moja kwa moja, hiyo ndio ni kama kitu cha tofauti.
Matarajio yalikuwa makubwa sana juu yake, lakini alipoanza msimu ni kama alianza kwa kusuasua. Hatimaye leo amefunga Celestine Ekua, Dudu Washawasha. Brother, unachambua lineup. Okay. Lakini Ekua sio mchezaji mbaya. Na kuna siku niliandika kwenye Instagram yangu. Mwalimu anamsaidiaje Ekua ambaye tunamwona timu ya taifa anakuwa moto kuliko Young Africans, kwa sababu timu ya taifa anaweza sifunge lakini performance unaiona. Unamwona mchezaji tunamwona. Yeah. So nilikuwa namuona kwamba humu kuna mchezaji, lakini nilikuwa sijui nini ambacho kinatokezea mpaka anakuwa hachezi kwa ubora wake ule. Kwa hiyo na amempa nafasi sahihi ya kucheza kwenye eneo sahihi ambalo anapenda kucheza na anaenjoy kucheza. Ndio maana anaweza kuonesha ama anaweza kudeliver kila ambacho anahitaji kudeliver kwa ukubwa wake. Bwana, tumalizie na hili hapa Nazareth Upete. Tumekiona kikosi, nafikiri kwenye dirisha dogo wanaweza kawa wanahitaji wachezaji wawili ama watatu tu. Wanaweza kawa wanahitaji defensive midfielder mmoja, wanaweza kawa wanahitaji namba 10 mmoja, lakini pia wanaweza kawa wanahitaji striker mmoja wa kusimama. Basi Dumbe atoshi. Dumbe ni namba 10 mzuri, lakini nafikiri anahitaji muda kuweza kurudi kwenye performance yake. Kumbuke kakaa karibu msimu mzima pasi na kucheza, so you expect hiki ambacho kinatokea. Pacome ni mchezaji mzuri, ila anaweza kutumika kwenye sehemu nyingi. Sio vibaya kuwa na namba 10 wa 4 wa 5 wazuri. Yeah, inasaidia kwa ajili ya timu. Bwana, basi tukushukuru sana Nazareth Upete. Shukrani. Ndio utasema. Subiri mpaka uende Maka. Isije kama Bayern Munich ya bongo. Nitulie mwenyewe. Nyie tulieni, kwani umjui? Kwani nyinyi mna haraka? Mara 7 mfululizo. Si tunawakanda wao, usiweke kiulizo, Yanga ndio baba lao. Mshamjua. Hiyo kodi nyepesi. Mara 7 mfululizo. Si tunawakanda wao, usiweke kiulizo, Yanga ndio baba lao. Lakini wao ndio wanasema timu yenu imeisha msimu huu. Sisi hata tukileta kocha mbovu lazima wafungwe. Tukileta sasa hata tukileta kocha mbovu lazima wafungwe. Sasa jamani. Unasikia, unajua kwa sababu wao watu kiwango. Mechi tuliocheza nao, kigoli tulichokifunga ni kimoja. Kwa hiyo hawajazoea, wanataka mengi. Wanataka mengi. Kwa wanataka Dudu Washa aweke kama vile wanataka Zimbu awe anaweka. Kwa hiyo mbona wametufunga kilaini? Kwa hivi Zimbu ana umri gani? Zimbu ana umri gani? Wanasema amekuja kuchukua. Tunaomba mtuulizie kwa wao wanaandika comment pale chini pale. Lakini wasio upande wetu, wao upande wao. Zimbu ana umri gani? Umri sahihi tunataka kujua umri. Wanasema ni umri wa pension. Ndio umri wa pension, anakandamiza vile. Watu wanakanyaga. Yaani hivi leo mechi katangaza nani? Leo katangaza Baraka Edison Mpenja. Nadhani lile Mwakalobo. Mwakalobo. Katangaza Mwakalobo. Lakini tutapata kitu kizuri, yule naye ana vitu. Mwakalobo unajua ana vitu. Hawa watatu wa Mwakalobo, Mzinga, Mpenja. Kuna vitu tunavipataga. Ladha yetu tungeipata kwa Mzinga, tungeipata kwa Mpenja. Hata sio kesi, tampata kimataifa. Au unataka kutoa godi Yanga hiyo ladha? Ya mpira kutangaza. Hiyo goli la leo pale. Huyu ndio mtaalamu huyu. Huyu ndio master. Mimi hapa Embu ya Zimbu mtangaza kwa sababu kushoto. Mali ujue litoka. Mali. Hapo ndo tayari tumeshaingia. Max Nzengeli alisusa mithili haitaki. Zimbu Junior Shabalala anakumbusha enzi za Roberto Carlos. Kambali anaweka mbali lile. Wananchi wanaitika.